Mazungumzo hayo hayakulenga kugawana nafasi za uongozi, bali yalilenga kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kisiasa zinazoikabili Zanzibar kwa kuenzi malengo ya maridhiano yaliyoasisiwa kupitia katiba ya Zanzibar ya mwaka 2010, kwa maana marekebisho ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 2010. Na nyote mnafahamu, kabla ya mwaka 2010 Zanzibar imepita vipindi vingi sana vigumu. Uchaguzi wa mwaka 95, Pasco Mayala alitangaza kwamba uchaguzi Maalim Seif ameshinda baada ya kuhesabu matokeo kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa hiyo tukaingia kwenye mgogoro mkubwa, tukapita, zikaundwa tume nyingi, akaja Chifu Anyauku hapa kutoka Jumuiya ya Madola kuona namna ya kutatua mgogoro wa Zanzibar. Lakini mwaka 2001 yalifanyika mauaji makubwa ya kinyama na ya kishenzi Zanzibar. Wazanzibari waliuawa na Zanzibar ilitengeneza wakimbizi wa kisiasa ambao walilazimika kukimbia Zanzibar na kukimbilia Shimoni Pemba, Shimoni pale Mombasa. Na hilo ni jambo ambalo lilikuwa linaikumba Zanzibar, linagharimu siasa za Zanzibar. Na juzi mmemsikia Omari Mahita, sijui ni kwa kichacha namna gani, alifika mahala anakuja anakumbuka kwamba alikuwa IGP katili. Yeye anasema alikuwa IGP katili kuliko ma-IGP wote, lakini anaeleza aina ya ukatili waliofanya kwa Wazanzibari, ikiwemo kutumia ndege za jeshi la polisi helikopta kumiminia risasi wananchi ambao wamepanda boti wanakimbia kwenda mahali salama na wakiwa baharini. Haya ni mambo ambayo yameelezwa na IGP juzi, na huu ndio mchakato wa siasa za Zanzibar ambazo struggle hiyo ilifikisha pale ambapo kulikuwa na serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Kwa hiyo Wazanzibari walipigania ustawi wao kwa muda mrefu, au zama nyingi zaidi kabla hatujaanza kuingia kwenye michakato ya sasa ambayo gharama kwa kweli za siasa Tanganyika zimeanza kufanana na gharama walizozibeba Wazanzibari, hasa kuanzia uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa ndugu zangu, mageuzi ya kisiasa ndio yalikuwa ajenda kuu ya ACT Wazalendo. Katika mazungumzo yetu yaliyofanyika, ACT Wazalendo haikuwahi kuweka kipengele au kipaumbele cha kujadili kuingia au kutoingia serikalini. Huu haukuwa mjadala kabisa kwenye kipindi chote cha mazungumzo. Kipaumbele chetu kilikuwa ni kuhakikisha kunawepo makubaliano ya kisera na ya kimuundo yatakayoweka msingi wa mageuzi ya kisiasa, kuimarisha demokrasia, kulinda haki za wananchi na kuzuia kujirudia kwa migogoro ya kisiasa siku zijazo. 4. Tamko la pamoja linaashiria mwanzo wa utekelezaji wa makubaliano. Kufikia mwezi Mei mwaka 2026, pande zote zilikuwa zimekamilisha majadiliano kuhusu ajenda muhimu za mageuzi na kukubaliana kwamba hatua inayofuata ni kuanzisha mfumo wa kisheria na kitaasisi wa kusimamia utekelezaji wake. ACT Wazalendo ilikubaliana kushiriki hatua hiyo ya utekelezaji bila kuweka sharti la kuingia mara moja katika serikali ya umoja wa kitaifa. Iwapo utekelezaji wa makubaliano hayo utafikia hatua ambayo kwa mujibu wa makubaliano na sheria itahitaji kuundwa au kukamilishwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa, ndipo swala hilo litashughulikiwa kwa wakati wake. Hivyo basi, kusainiwa kwa tamko la pamoja hakumaanishi kwamba ACT Wazalendo imeingia serikalini. Kilichofanyika ni kuhitimisha hatua ya mazungumzo na kuanza rasmi hatua ya utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa. 5. Tunatoa wito wa ushirikiano katika utekelezaji wa makubaliano. ACT Wazalendo inaamini kuwa mafanikio ya mchakato huu hayatategemea tamko pekee, bali yatategemea dhamira ya kweli ya pande zote kutekeleza kwa uaminifu yale yaliyokubaliwa. Tunatoa wito kwa wadau wote kuweka mbele maslahi ya Zanzibar, ustawi wa wananchi wake na mustakabali wa vizazi vijavyo badala ya maslahi ya muda mfupi. 6. Msimamo wetu kuhusu Tanzania bara haujabadilika. Tunapenda kuweka wazi kuwa tamko la pamoja la Zanzibar halibadilishi kwa namna yoyote msimamo wa ACT Wazalendo kuhusu yaliyotokea Tanzania bara
kufuatia uchaguzi wa mwaka 2025. Chama chetu kimependekeza kuundwa kwa tume huru yenye hadhi na uaminifu, ikijumuisha ushiriki wa kimataifa wa jumuiya za kimataifa ili kuchunguza kwa kina matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu yaliyotokea, kubaini ukweli, kuwawajibisha wahusika na kutoa mapendekezo yatakayozuia matukio hayo kujirudia. Bila ukweli, haki na uwajibikaji, maridhiano ya kweli hayawezi kupatikana. Na hili ni jambo muhimu sana kufahamika kwamba mwaka 2025 Tanzania ilishuhudia mauaji makubwa ya kikatili, tukipoteza idadi kubwa ya Watanzania, watu wengi wakiachwa walemavu, watu wakikosa hata kuzika ndugu zao, wengine hawajui ndugu zao wako wapi mpaka sasa. Na no one has taken any responsibility. Hakuna mtu ambaye amewajibika kwa chochote. Hakuna mtu ambaye anakuwa accused kwa lolote. Hakuna mtu ambaye amekiri kwamba alifanya makosa kwenye jambo hilo. Na sisi tumesema kwamba kwa uwazi kabisa kwamba hatuwezi kutoka hapa mpaka, ni muhimu. Ni kweli kila baada ya hatua nzito kama hii ya kisiasa hakujawahi kushindikana kukaa pamoja na kutafuta suluhisho kama taifa, lakini haijawahi kutokea mkayaacha mambo hayo pasipo na uwajibikaji, mambo hayo pasipo na kuweka ukweli hadharani, mambo hayo pasipo na kuweka misingi ya kufanya yasijirudie, na mkapata suluhisho la kweli. Na hili ni jambo tumeliweka wazi na ndio msimamo wa chama chetu, na ndio mchango wa chama chetu kwenye kuondoka hapa tulipo baada ya matatizo yaliyotokea mwaka 2025 kwenye uchaguzi mkuu, ambapo mauaji yalikuwa ni sehemu ya jambo ambalo halikuwa utamaduni wa taifa letu. 7. ACT Wazalendo itaendelea kusukuma mjadala wa kitaifa kwa kutambua wajibu wetu kama chama kinachotafuta kutoa uongozi wa kitaifa. ACT Wazalendo iliitisha mjadala wa kitaifa kuhusu mustakabali wa Tanzania baada ya matukio ya mwaka 2025 pale Serena Hotel. Lengo la mjadala huo ni kuwakutanisha wadau mbalimbali ili kwa pamoja kujadili kilichotokea, kukubaliana kuhusu taifa tunalolitaka na kuweka mkakati wa pamoja wa kulifikia. Tayari mwenyekiti wa chama ameanza kukutana na wadau mbalimbali katika jitihada za kujenga mwafaka mpana wa kitaifa kuhusu njia bora ya kuponya majeraha ya taifa letu na kurejesha imani ya wananchi katika mfumo wa kisiasa. Tunaamini kuwa suluhisho la kudumu haliwezi kujengwa na mtu mmoja, chama kimoja au taasisi moja. Linapatikana kupitia uongozi wa pamoja, mazungumzo ya kweli, uwazi, uwajibikaji na ushirikiano wa wadau wote wenye nia njema kwa Tanzania. Mwisho, ACT Wazalendo inaendelea kuamini kuwa maridhiano ya kweli yanapaswa kujengwa juu ya msingi ya haki, usawa na kuheshimiana. Tamko la pamoja la Zanzibar ni hatua muhimu katika safari hiyo. Hata hivyo, mafanikio yake yatapimwa si kwa kusainiwa kwake, bali kwa utekelezaji wa yale yaliyokubaliwa. Kwa upande wa Tanzania bara, tunaendelea kusimamia msimamo wetu kwamba taifa letu linahitaji mchakato mpana wa kitaifa utakaojenga ukweli, haki, uwajibikaji na mageuzi ya kidemokrasia yatakayorejesha matumaini ya Watanzania. ACT Wazalendo itaendelea kushiriki kwa dhati katika juhudi zote za kujenga taifa lenye umoja, haki, demokrasia na ustawi kwa wananchi wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante. Mimi naitwa John kama natokea JX News. Shukuru na kwanza nikupongeze makamu mwenyekiti bara, lakini maswali yangu yamejikita kwenye, umezungumza kwamba ACT Wazalendo ni chama kinachoongoza kwa ushawishi Zanzibar na Tanzania bara, na hivi karibuni tumeona umeingia kwenye maridhiano kwa upande wa Zanzibar.
swali langu ni je, ni kwa nini ushawishi huo mliotumia Zanzibar hamwezi kutumia huko Tanzania bara ili kuweza kupata nchi ambayo inaridhiana kwa pande zote mbili? Lakini swali la pili ni kwamba jana katibu mkuu wa chama cha Chadema alipokuwa anazungumza na wanahabari, katika nukuu zake alisema kwa mara nyingine tena ACT Wazalendo wameweza kusaliti machafuko ya Oktoba 29, lakini pia wameweza kusaliti harakati za maridhiano kwa Watanzania. Swali langu hapo ni kwamba ni je, nyie ACT Wazalendo mlikuwa na makubaliano ya aina yoyote na vyama vingine vya upinzani? Kama ni ndio, mnakubaliana na namna gani? Lakini pia tunaweza kusema kwa kauli ambazo umezitoa leo na kila ambacho kuweza kutokea Zanzibar, tunaweza kuwasema kwamba tunakitenganisha ACT Wazalendo Tanzania bara na Zanzibar kwa kuwa vigeugeu, kwa sababu kwa kile ambacho nimezungumza kule ni kwamba wanaenda wamefikia kwenye makubaliano na hatimaye wafuate katiba yao inavyotaka, kwamba kwa chama ambacho kimekuwa cha pili kwa matokeo kiweze kumpeleka mahakama kwanza wa rais. Tutegemee hilo. Asante. Swali lingine? Karibu. Asante. Naitwa Fadhili. Naam. Naitwa Fadhili. Fadhili. Nina maswali mawili. Swali la kwanza katika nitapita kwa ndugu yangu James hapo. Jana wakati anazungumza katibu mkuu wa Chadema alisema moja sababu ambayo inaonekana kama imesaliti mapambano ni kutaka kuwa na mabadiliko ya katiba ya Zanzibar na ambayo yanakubaliwa aliyekuwa mabadiliko ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayabadilika, akieleza kwamba mabadiliko ya katiba ya Zanzibar yanategemea na mabadiliko ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo vinadai kama taifa. Swali la pili ni kwamba tutegemee sasa huo mchakato wa maridhiano kuingia SUK unaweza kufika kwa muda gani na nyinyi mnafanya jitihada gani za kuendelea kuelimisha watu kuweza kuelewa kile ambacho kinaingia huko Zanzibar? La mwisho, ACT ndio mwenyekiti wa TCD kwa sasa, anafanya jitihada gani za kuhakikisha maridhiano yanafikiwa mapema, lakini katiba mpya ambayo inafikia kile kikubwa cha vyama vya upinzani na wananchi inafanyiwa kazi kwa mapema kushirikiana na vyama vingine hasa ambacho kinaongoza nchi? Tutoe nafasi moja badala. Asante. Naitwa Eva Sindika, ni mwandishi wa magazeti ya serikali. Samahani, kipengele namba 2 ulikuwa unazungumza, ulisema mazungumzo yao yalilenga kwenye mustakabali wa Zanzibar na si mgawanyo wa madaraka. Kwa hiyo tutegemee kwamba ule makamu wa kwanza wa rais amtoungana kwenye serikali ya Zanzibar. Ndio maana na kipengele hicho kufanua. Asante, nashukuru sana kwa maswali mazuri. Swali la kwanza la ndugu yetu John Mkama, yeye anasema ni kwa nini ule ushawishi tulionao Zanzibar na kwamba tuna ushawishi bara tusiutumie pia bara kuhakikisha kwamba tunakuwa na safari ya pamoja. Kwanza nirejee, nimesema kwamba ndio chama pekee ukiondoa Chama cha Mapinduzi ambacho kina ushawishi Zanzibar na pia kina ushawishi bara. Japo ni kweli pia kwamba bara sio chama pekee. Yaani bara tuna Chama cha Mapinduzi, Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na ACT Wazalendo. Ndio vyama vikubwa vya siasa kwenye nchi yetu vinaofanya kazi hiyo kwa upande wa bara. Na nilieleza hivi kwa sababu ya kupima ule uzito na wajibu ambao ACT nao kwenye kupigania maslahi ya Wazanzibari na wajibu ambao tumeutekeleza, tumefika hapo tulipo. Hata hivyo, nafasi yetu huku bara haijatufanya tushindwe kufanya chochote, na tumeeleza kwamba tumeshachukua hatua. Ukisikiliza hili tamko langu limesema, kwanza tumeitisha mjadala wa kitaifa wa pamoja, tulifanya serena, tuliita wadau wote, tuliwaandikia vyama vyote vya kisiasa vikubwa kwenye nchi yetu vishiriki, tuliwaandikia wadau mbalimbali, wasomi, NGOs, civil society organizations, ili tuanze huo mjadala. Na kama mwendelezo wa hapo, mwenyekiti wetu ameanza ziara ya kutembelea hao wadau mmoja mmoja ili kupata maoni yao na kuona uwezekano wa kuwa na forum ya pamoja ili kukabiliana na hizi changamoto.
Sasa kwa sababu ni jambo linahusisha wadau wengi, itahitaji uongozi wa pamoja, utayari wa pamoja, na kuhakikisha kwamba jambo hili linachukua uelekeo. Lakini swali la pili, ndugu Mnyika anasema ACT Wazalendo imesaliti tena kama ambavyo iliwasaliti wa Tanzania baada ya mauaji ya Oktoba mwaka 2025. Kwa kweli nashangaa sana. Mnyika ni kijana kiongozi, naamini anajua kwamba anachokifanya si kweli, na anachokisema anadanganya. Kwanza, hatujawahi kuwa na makubaliano ya pamoja ya vyama juu ya hatua gani tunazopaswa kuzichukua baada ya pale, isipokuwa tumewahi kuwa na makubaliano ya kimaoni kwamba sote tunaona kwamba kuna tatizo lililokuwepo na kwamba kuna hatua zinapaswa kuchukuliwa. Lakini chama chetu kimefanya jitihada mara kadhaa za kuwaandikia wenzetu wakiwemo Chadema kutaka kujenga uelewa wa pamoja juu ya jambo hili na kutazama namna gani ya pamoja ya kutoka hapa tulipo kwenda mbele. Na yeye ndio katibu mkuu wa Chadema. Hajawahi kujibu, hajawahi kutoa opinioni zake. Viongozi wetu wamekwenda mara kadhaa, tumekuwa tukiwaandikia Chadema, lakini hata kwenda kukutana na viongozi. Tulifanya hivi mara baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024. Tulimwandikia katibu mkuu wa Chadema kumuonesha kwamba kwa mwenendo huu wa demokrasia ulivyo nchini na hali ya mambo ilivyo, kama hatutokuwa na mkakati wa pamoja, tunakwenda kushuhudia kifo kingine cha demokrasia na hali pengine kuwa mbaya zaidi kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Barua hiyo haikujibiwa na Mnyika. Haikujibiwa, na wala hawakuwahi kufanya jitihada wao. Kwa sababu nyakati nyingine wamekuwa wakisikika wakisema kwamba inaonekana sisi tunataka kuwaongoza wao. Lakini hata wao wanaotaka kutuongoza, tujalie wao wanataka kutuongoza sie, hawajawahi kutuita ili tusikie wanachofikiri, tujadiliane na tuwe na mwelekeo wa pamoja. Badala yake huibuka majukwani na kuanza kusema kama tumesaliti maamuzi ya vikao vyao. Sisi sio Chadema. Hiki ni chama kinachojitegemea, kinafanya, na pale kinapoona maamuzi yake ni bora yashirikishe wadau wengine, huwaandikia hao wadau. Na sio kuwaeleza maamuzi yake, kuwataka tukutane pamoja, tujenge uelekeo wa pamoja, na hivi ndivyo uongozi unavyopaswa kuwa. Sasa Mnyika hakufanya hivyo. Kwa 2025 tumemwandikia, hakujibu. Yaani afadhali hata unaweza ukawaandikia watu wakakataa, lakini hata kujibu hawakujibu. Lakini baada ya hapo jitihada zilifanyika. Viongozi wetu baada ya hapo wawili, ndugu Ismail Jusa, makamu mwenyekiti Zanzibar, katibu mkuu ndugu Ado Shaib, walikwenda kuwatembelea, kwenda kukutana na ndugu Tundu Lissu kabla ya uchaguzi, na mazungumzo yalikuwa wazi kwamba ni muhimu kukutana na kutengeneza forum ya pamoja kuona tunakwendaje mbele. Na Mnyika anajua, kwa sababu ilikuwa public, watu wote walijua kwamba viongozi walikwenda. Hakuna jitihada zote ambazo ziliwahi kufanyika. Lakini baada ya uchaguzi wa mwaka baada ya matukio ya mwaka 2025 Oktoba, kiongozi wetu wa chama ndugu Dorothy Chemu amemtembelea makamu mwenyekiti ndugu Heche hivi sasa, kwenda kuzungumza naye na kumuonesha kwamba ni muhimu kujenga uelewa wa pamoja, kutengeneza mikakati ya pamoja na kuona tunatokaje, kwa sababu hali hii ni ngumu, inahitaji nguvu ya pamoja. Akasema ni sawa, tutalitafakari na tutaona namna tunavyokutana pamoja. Hawakufanya hivyo. Mwenyekiti wetu wa chama tulipoitisha kongamano la kitaifa, mjadala wa kitaifa pale Serena, tuliwaandikia kuomba washiriki ili kupata maoni yao, tuone tunatokaje pamoja. Hawakuja. Mwenyekiti wetu wa chama alipoanza ziara kuwatembelea wadau, mmoja kati ya wadau ambao aliwaandikia kutaka kukutana nao ili azungumze nao, tupate maoni ya pamoja, tutengeneze uongozi wa pamoja kutoka hapa tulipo kwenda mbele, tuliwaandikia Chadema na walisema wako tayari. Siku moja kabla ya ziara wakasema wamepata dharura, hawawezi kukutana na mwenyekiti wetu wa chama taifa. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, kama sio kuchelea kwamba migogoro miongoni mwetu inaweza kuwa tu inakinufaisha Chama cha Mapinduzi, ningeweza kusema wazi kwamba Mnyika anafanya kazi hii kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi na sio kwa niaba ya harakati ya ukombozi wa nchi yetu. Amefanya hivi alivyokuwa Kilwa, akaanza kushambulia chama chetu,
na kusema kwamba Maalim alijutia kuja ACT Wazalendo, mambo ambayo hata mke wa Maalim hayajui, lakini yeye Mnyika anasema alikuwa anayajua. Lakini pia juzi anakurupuka anasema kwamba anasema ACT wamesaliti. Tumesaliti nini? Tumetaka tukutane tujenge uelekeo wa pamoja. Tumetaka tukutane tuzungumze, tuone tunawezaje kutoka hapa kwenda mbele. Yeye ndio katibu mkuu, mara zote amepata barua kutoka kwetu, mara zote tumefanya mawasiliano na ofisi yake ili kutaka kujenga uelekeo. Hajajibu na wala hajawahi kuwasiliana na chama chetu, zaidi ya kuja kutokwa na maneno mbele ya vyombo vya habari na kusema maneno ambayo kimsingi hayanufaishi chama chake, hayakinufaishi chama chetu. Tukikubali kuingia kwenye mgogoro huo kati ya sisi na Chadema, ambao mara nyingi ndugu zetu wamekuwa wakijaribu kuja bila ushahidi kutoa matuhuma, kutoa matamko mbalimbali dhidi ya chama chetu, kwa kweli mwisho wa siku hauoni kama wanufaika watakuwa ni hii struggle ya opposition. Hii struggle ya opposition inahitaji kuunganisha nguvu za pamoja. Hii ni struggle inayohitaji kuunganisha wadau pamoja, na mdau atakayekataa hiyo jitihada ndio anayeweza kuitwa kwamba ni msaliti. ACT Wazalendo mara zote tumewaandikia ndugu zetu hao na kuwa tayari kushirikiana nao ili tutoke hapa tulipo tuweze kwenda mbele. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa Chadema na hasa ndugu yangu Mnyika. Najua anao uwezo, ikiwa hakuwa na ufafanuzi wa kutosha, pengine hajaelewa baada ya kusikiliza kilichotokea Zanzibar, anao uwezo wa kuwasiliana na viongozi wenzake kumpa ufafanuzi na hata kutoa maoni yake katika yale ambayo anaona sio sawa sawa. Lakini anasema moja kati ya vigezo anavyotumia kupima kwamba ni usaliti kujadili masuala ya katiba ya Zanzibar huku tukiacha masuala ya katiba ya Tanzania bara, ni kituko kabisa, tena kufanywa na mtu ambaye angalau ana skills ndogo za sheria, kwa sababu katiba ya Zanzibar haijawahi hata mara moja kutungwa kwa pamoja na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba ya Zanzibar iliyorithiwa ya mwaka 63 ilifutwa, ikawa hakuna katiba Zanzibar mpaka mwaka 1979 ikatungwa katiba ya Zanzibar ya mwanzo. Tunayo katiba ya Muungano mwaka 77, baadaye 79 ikatungwa hiyo katiba ya Zanzibar. Baada ya hapo mwaka 84 ikatungwa tena. Na mabadiliko yote ambayo yamefanywa kwenye katiba ya Zanzibar hayakuwahi kuhusishwa au kuwa na sharti la kwamba lazima itanguliwe na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini hata mjadala wetu hapa na maoni ya katiba ya Muungano yaliyokuwa yamechukuliwa na Jaji Warioba yalikuwa yanazungumzia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayakuwahi kugusa hata mara moja katiba ya Zanzibar. Lakini kujitoa ufahamu juu ya ukweli wa nini tunachopigania wapinzani, tulitoka kwenye bunge la Ukawa kwa sababu moja kubwa, kwamba sisi maoni yetu tunahitaji serikali tatu: serikali ya Zanzibar, serikali ya Tanganyika na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwamba na moja kati ya wadau muhimu sana walioeleza ile ilikuwa Tundu Lissu, mwenyekiti wake, kwamba serikali ya muungano inapaswa kuakisi mkataba wa muungano. Na kwa hiyo kitu pekee kwenye katiba ya Zanzibar kinachopaswa kureflect status ya katiba ya muungano ni yale mambo yanayohusu muungano na sio masuala mengine yote. Na mtazamo wetu ni kwamba lazima Tanganyika iwe na katiba yake inayogusa masuala yake na tuwe na katiba ya muungano ambayo inajitegemea. Na huu ndio mtazamo wa Ukawa, Umoja wa Katiba ya Wananchi, na ndio mtazamo uliotufanya tutoke kwenye bunge la katiba, akiwemo yeye Mnyika. Mimi naamini anaujua. Sasa mjadala wote wa kipindi chote kuhusu katiba, tulikuwa tunazungumzia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haukuwahi kuzungumzia katiba ya Zanzibar. Lakini Zanzibar leo tunapozungumza ina serikali yake ya Zanzibar, na wao wamekuwa ni wadau muhimu wa kuonesha kwamba mbona Zanzibar ina serikali yake, Tanganyika haina serikali yake. Ina bunge lake, ina rais wake, ina shughuli zake ambazo zinaendelea. Haya ni mambo yanayohusu Zanzibar. Zanzibar ilifanyika mauaji mwaka 2001, hayakufanyika huku Tanganyika. Na tulipotatua tatizo la Zanzibar halikuwa linasubiri ridhaa ya Watanganyika ndio mtatue tatizo la Zanzibar. Na haya ndio mambo, ndio uhalisia wa mambo.
Kwa hiyo kuja kuibuka na tuhuma hizi, mimi nadhani kwa sababu hakuwa na hoja ya msingi ya kubeba tuhuma zake, ndio maana akaibuka na jambo ambalo yani halieleweki kimantiki, halieleweki kihistoria, halijawahi kuwa sehemu ya mjadala wa mahali popote katika siasa za nchi yetu, kwamba Wazanzibari wakitaka kuandika katiba wanatakiwa wasubiri kwanza katiba ya muungano, isipokuwa inaweza tu kuakisi jambo moja, kwamba chama chake hakina ushawishi Zanzibar, hakijui hali halisi ya Zanzibar. Na sisi sasa, kwa sababu sisi tupo pia bara, basi ni muhimu akitaka kuyajua ya Zanzibar aje ACT Wazalendo, tutamueleza kwa sababu tumeishi struggle ya Wazanzibari, tunaijua na tunafahamu nini Wazanzibari wanakipigania. Mimi nadhani ili uwe msaliti, pengine ndugu yangu Mnyika, ingekuwa sisi ni wajumbe wa kikao chao cha kamati kuu kule Kigoma, basi tukaja huku tukasema yasiyokuwa yamezungumza Kigoma, hapo angeweza kusema sisi ni wasaliti. Labda nimkumbushe tu kwamba sisi hatukuwepo Kigoma. Kwa hiyo watafute wasaliti wa ndani ya chama chake, lakini ACT Wazalendo tumemwandikia mara nyingi kutaka uelekeo wa pamoja, tujenge harakati hizi na tutoke hapa tulipo tuende mbele. Na tumekumbusha mara zote, sio kwa maslahi ya siasa za upinzani Tanzania, migogoro miongoni mwa vyama vya siasa vya upinzani. Na chama chochote kinachojihisi ni kikubwa cha upinzani hapa Tanzania, wajibu wake namba moja ni kuunganisha wadau wote wanaopigania harakati za kukabiliana na chama dola, Chama cha Mapinduzi. Na hiyo ndio struggle tunayoitaka. Hataki ukubwa wa kwamba ukisema wewe basi watu wengine wawe wanaweza tu kuitikia. Hapana. Tunadhani ni muhimu jambo hilo, na ndio maana sisi tumewaheshimu mara zote, tumeheshimu position yao ya struggle, na tunadhani ni muhimu kuona namna gani tunaweza kushirikiana toke hapa tulipo tuende mbele. Ndugu yetu akauliza mnatenganishaje Zanzibar na bara? Hatujatenganisha, na nimeeleza vizuri nadhani kwenye majibu yangu yaliyopita, isipokuwa hizi ni nchi mbili tofauti. Na ndio maana tunapigania uwepo wa serikali tatu, kwamba tunayo Tanganyika na ina mambo yake Tanganyika. Kwa hiyo na kile kilichotokea kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sehemu kubwa kimetokea Tanganyika. Na tunataka kuona kwamba hatua zinachukuliwa. Na sisi tunaposema kwamba jumuiya ya kimataifa ishiriki, tunayo experience kwamba hata huku Zanzibar ambako leo tuna hatua hii tunayofikia, jumuiya ya madola ilikuja, Chifu Anyoko alikuja, alishiriki kwenye hiyo struggle, na haikuwa tabu kwa jumuiya za kimataifa kuja kushiriki. Kwa leo tunaposema kwamba jumuiya za kimataifa ni muhimu ziwepo, tunayo experience kwamba pale tulipofika Zanzibar leo, ambao tunaendelea kuvuna sehemu ya matunda ya ile kazi iliyofanywa, jumuiya ya mataifa ilishiriki. Na ndio maana tulikubali kukutana na Lazarus Chakwera, mwakilishi wa ile envoy ya jumuiya ya madola, tukiamini kwamba ni muhimu intervention ya jumuiya ya kimataifa mnapoingia kwenye matatizo ya kama haya, kama ambavyo Tanzania pia imekuwa ikishiriki kwenye nchi nyingine kama sehemu ya jumuiya ya kimataifa. Ndugu yetu Fadhili anauliza mabadiliko Zanzibar bila bara. Zanzibar inategemea muungano. Nadhani nimeeleza kwa sehemu kubwa kwamba Zanzibar inajitegemea kwenye eneo lake. Yaani ndio moja kati ya changamoto kubwa sana za muungano wetu. Kwa muungano huu ni wa Zanzibar na Tanganyika. Zanzibar ina serikali yake, ina rais wake, ina namna inavyoendesha mambo yake. Tanganyika imejigeuza ndio Tanzania. Na hii ndio narrative sahihi, kwamba kile kinachoitwa Tanzania ndio Tanganyika. Lile bunge la muungano, 90% ya mijadala yake linajadili masuala ya Tanganyika. Ni wizara chache sana zinazojadiliwa kwenye bunge la muungano linalojadili masuala ya muungano. Yaani 90% ya mijadala, bajeti inayopitishwa pale, zaidi ya 90% ni bajeti inayohusu Tanganyika. Na ndio maana unajiuliza wabunge wa Zanzibar kujadili, hawana cha kusema. Ndio maana unakuta wabunge wa Zanzibar mara nyingi wanakuwa kimya, kwa sababu hawajadili mambo mengi ya Zanzibar, yanajadiliwa kwenye baraza la wawakilishi. Tungekuwa na bunge la muungano linaloakisi mambo ya muungano, kila upande ungekuwa active na muungano wetu ungekuwa productive. Sababu kila mmoja angefikiri namna gani tunavyo exercise ule muungano wetu katika namna ambayo kila upande utakuwa unanufaika, kuliko hiki ambacho kinaendelea hivi sasa. Sasa mchakato huu utachukua muda gani? Hasa kwa mfano tunategemea kwamba tulitegemea makamu wa kwanza wa rais pengine ajiunge kwenye serikali. Sisi tumesema mchakato huu umeanza utekelezaji wake juzi. Ukisoma tamko la pamoja linasema kwamba
inapaswa kutungwa sheria itakayounda chombo cha kusimamia utekelezwaji wa masuala haya. Matarajio yetu sisi ni kwamba haraka kabisa sheria hiyo itatungwa na chombo hiko kitaundwa, na sheria haitungwi na vyama. Yani the rest, yani sisi tumetimiza wajibu wetu wa kusema commitment yetu ya ushiriki unagusa mambo gani. Tunayo commitment ya kiutekelezaji ambao ni ya wenzetu ambao wanapaswa kuthibitisha kwamba wako tayari kwa kufanyia kazi, na kwa hiyo kadiri ambavyo itakuwa inatekelezwa nadhani itatupa muda. Muhimu ni kwamba wakati wa mjadala huu tulikuwa tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba kila tunalokubaliana linawekewa shedu kwamba mpaka lini angalau lio limeshafanywa kazi, na tumeanza kama nilivyosema hatua za utekelezaji, na tunataraji kwamba hatua zinazofuata zitafanywa kazi, na tamko letu limesema hatua zote zitakuwa shirikishi, umma utafahamishwa. Yani haitakuwa ni mambo ya siri juu ya hatua ambazo zinaendelea. ACT tunaongoza TCD, tunafanya of course ACT tunaongoza TCD na tunafanya jitihada nyingi sana, na hivi karibuni TCD pia itaitisha kongamano la wadau kujadili pamoja na mambo mengine kuona namna ambavyo nchi yetu itatoka hapa kwenda mbele. Tulifanya kazi hii kubwa mara baada ya mabadiliko ya kuingia awamu ya sita ya Rais Samia, na TCD ilifanya kazi kubwa ya kukutana mpaka tukafika mahala tukawa na task force na tukaendelea mbele. Haikuzaa matunda ambayo tuliyatarajia. Sasa hivi sisi tunaongoza kweli TCD na tumefanya hizo jitihada nyingi. Wiki mbili zilizopita hapa wadau wa TCD walitoka kwenda Afrika Kusini kwenda kujifunza, ni learning mission, kwenda kujifunza hata baada ya matukio makubwa ya ubaguzi na changamoto zilizotokea Afrika Kusini, waliwezaje kuchart the way forward. Na wadau wote walikuwa wamekwenda, tunaamini wamepata mafunzo mazuri, wamekutana na wadau wengi kule South Africa, na baada ya hapo tunategemea kwenye kongamano ambalo TCD italifanya na wadau wote wakishiriki, tunaweza angalau kuwa na mwanga. Kwa hiyo tunatimiza wajibu wetu. Tunaamini kuwa ni wajibu wa pamoja na wadau wengine unaweza kutufanya tutoke hapa tulipo. Evans anasema kama mustakabali mlikuwa mnajadili zaidi mustakabali wa Zanzibar sio kugawana vyeo, vipi swala la makamu wa kwanza wa rais kujiunga na serikali? Tumesema na hata sasa hatujapeleka jina sisi la nani awe makamu wa kwanza wa rais, na simple kwa sababu huwa huko mjadala na wala hayakuwa masharti kwamba tukisaini basi na jina tufanyaje tulipeleke. Tumejadili juu ya mambo gani ya kuyafanyia kazi, na commitment yetu iko wazi kwamba sisi tuko tayari kushiriki kwenye mchakato huu utekelezaji wake, pale ambapo sehemu ya utekelezaji huu utakapokuwa na uthibitisho na hatua za awali zilizokuwa zimetekelezwa na unahitaji kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa kama sehemu ya utekelezaji wa mambo haya. Nadhani tutakuwa tayari kwa sababu tutakuwa tumefika level ambayo mchakato huu wa kiutekelezaji unafanya kazi na tunakwenda mbele. Muhimu ni wadau wote kuwa tayari kutekeleza baada ya hatua ya mjadala wa miezi hii 8, ambapo mimi naamini baada ya kujadiliana yako mambo ambayo sisi tulikwenda nayo tulilazimika withdraw, yako mambo ambayo wenzetu walikuja nayo walilazimika withdraw, lakini tukafikia consensus kwamba haya at least ndio low hanging fruits, ni mambo ambayo tunaweza kwa pamoja tukayafanyia kazi, tukachukua commitment, na tulianza kwa kuwa na commitment ya pamoja in public juzi. Tunaamini kwamba sote tukitimiza wajibu huu mambo mengine yatakuwa ni rahisi kuona namna gani tunatoka hapa tunakwenda mbele. Asanteni sana. Sisi tulishatoa tamko kuhusiana na swala la mikutano ya hadhara, na tulisema kwamba kwanza hatukubaliani na tamko lile, limekosewa sana. Kwanza bunge sio ofisi ya serikali, kwa hiyo waziri ameenda kutoa tamko bungeni wala haikuwa na move, yani kwamba labda serikali ina move hoja yake ili bunge lifanye decision au hoja imekuwa moved na bunge. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilitushangaza, lakini sheria ziko wazi. Na baadaye nilikuwa naona matamko ya wabunge na mawaziri au mawaziri baada ya hapo ilikuwa ikijikanganya na kufafanua. Sababu nimeona Patrobas Katambi baadaye akisema kwamba unajua maandamano inabidi uandike barua, ufanye nini. Maana huo ndio mchakato wa kisheria. Na sisi tulitegemea atachokisimamia yeye kwenye wizara yake ni kile ambacho sheria inataka, na sio kutoa matamko ambayo hayana base ya kisheria
wala hayana base ya kikatiba, na tulisema sisi hatutokuwa sehemu ya kubariki hicho ambacho amekizungumza. Kwa hiyo it's up to them kuona kwamba wanasemaje, lakini sisi tumesema kwamba sio jambo la kisheria, sio tamko halali, na sisi hatutotii tamko ambalo halina misingi ya kikatiba wala kisheria. Asante sana.